Askofu Gwajima acharuka bungeni tena bila uoga, afunguka kwa maneno mazito. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika ukumbi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hali ya sintofahamu liliwapata baada ya kutokea mvutano mkali kati ya mbunge Askofu Josephat Gwajima na baadhi ya wabunge wenzake. Tukio hilo lilitokea wakati kikao cha kawaida cha bunge ambapo Gwajima alisimama na kuwasilisha hoja yake iliyojikita kwenye ukosoaji na matumizi ya fedha ya umma pamoja na utekelezaji wa baadhi ya sera za serikali. Askofu Gwajima kwa sauti ya juu na msisitizo mkubwa alieleza kuwa kuna dosari nyingi katika usimamizi wa fedha za wananchi, akisema kuwa serikali haijatoa uwazi wa kutosha kuhusu baadhi ya miradi iliyofadhiliwa na fedha za walipa kodi. Aidha, alisisitiza kuwa ipo haja ya bunge kutimiza wajibu wake wa kusimamia serikali ipasavyo na vilevile kwa maslahi ya wananchi wote. Hata hivyo, kauli hizo hazikuwapendeza baadhi ya wabunge kutoka upande wa chama tawala ambao walisimama kupinga hoja hiyo kwa nguvu. Walimshtumu Gwajima kwa kuleta mada zinazochochea mgawanyiko na kutozingatia ukweli juu ya hali halisi ya uchumi na utekelezaji wa mipango ya serikali. Mmoja wa bunge hata alimshtumu Gwajima kwa kutumia bunge kama jukwaa la kutafuta umaarufu wa kisiasa. Malumbano haya yalifikia kiwango cha juu kiasi cha kumlazimu spika wa bunge kuingilia kati na kutaka utulivu rejeshwe. Spika aliwataka wabunge wote kuheshimu kanuni na taratibu za mijadala ya bunge, huku akimwonya Gwajima pamoja na wale waliokuwa wakimzomea au kumtupia maneno ya kejeli. Pamoja na onyo hilo, Askofu Gwajima aliendelea kusimama imara kwenye msimamo wake, akisisitiza kuwa kazi ya mbunge ni kusema ukweli hata kama ukweli huo unawaumiza baadhi ya watu. Alisema kuwa haogopi kushambuliwa kisiasa, kwani anafanya kazi kwa mujibu wa dhamira yake na kwa maslahi ya wananchi waliomchagua. Tukio hili limezua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, ambapo baadhi ya wananchi wamepongeza ujasiri wa Gwajima, huku wengine wakihisi kuwa anatumia lugha kali isiyo na staha. Licha ya tofauti hizo, tukio hilo limeonyesha kuwa mijadala ya bunge bado ina nafasi ya kuibua masuala nyeti ya kitaifa.